Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Imebainika kwamba mipango ya rais wa Marekani Donald Trump ya kulenga na kushambulia boti, mipango ni kumpindua Nicolas Maduro, rais wa Venezuela. Mipango ya Trump ni kumpindua Maduro na mbinu mbalimbali zinatumika wakati huu, ikiwa ni pamoja na kupindua pamoja na kushambulia meli, ambapo hadi wakati huu inadaiwa kwamba zaidi ya watu 90 wameuawa kutokana na mashambulizi ya meli ambazo Marekani inadai zimebeba madawa ya kulevya, licha ya kwamba hakukuwa na uthibitisho wa wazi juu ya madai ya rais wa Marekani Donald Trump na majeshi yake. Imetangazwa siku ya jana Jumanne kwamba rais wa Marekani Donald Trump ameagiza meli 6 zilizozuiliwa na Marekani ziwekewe vikwazo, na kwamba rais wa Venezuela Nicolas Maduro akasema huu ni mpango wa Marekani wa kuiba rasilimali zilizomo katika meli hizo za mafuta, ambapo Marekani itaiba mafuta yote ambayo yapo katika meli hizo, huku akieleza kupitia Umoja wa Mataifa kwamba lazima waieleze Marekani ukweli juu ya wizi ambao inaufanya katika kuiba mafuta ya Venezuela. Mkuu wa wafanyakazi wa ikulu ya Marekani White House Susie Wiles ametamka kuwa mashambulizi ya jeshi la Marekani dhidi ya boti zinazodaiwa kuwa ni za madawa ya kulevya unaofanywa katika eneo la Amerika Kusini yanalenga hatimaye kumpindua rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Matamshi hayo ya Wiles yalichapishwa na jarida la Vanity Fair siku ya Jumanne, yameonekana kupingana waziwazi na hoja ambayo imekuwa ikitolewa na serikali ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump kama sababu hasa ya kuanzisha mashambulizi hayo ya kijeshi, yani kupambana na mihadarati. Yeye Trump anataka aendelee kulipua boti mpaka Maduro ajisalimishe, na watu werevu zaidi kuliko mimi kuhusiana na hilo wanasema atafanya hivyo, Wells amenukuliwa akisema. Jarida la Vanity Fair lilitoa maelezo marefu kuhusu Wells jana Jumanne, saa chache baada ya Pentagon kutangaza kufanyika mashambulizi mengine 3 dhidi ya boti katika bahari ya Pacific ambayo ilisema iliua watu 8. Kufuatia mashambulizi hayo ya waziwazi ambayo yanafanywa na rais wa Marekani Donald Trump kupitia majeshi yake, seneta wa chama cha Democratic Chris Murphy ameandika kwenye mtandao wa X akisema kwamba kwa hivyo si vita dhidi ya magenge, ni kubadilisha utawala, na akaongeza kwa kusema vyovyote itakavyokuwa ni kinyume kabisa na sheria na ni hatua ya kipuuzi. Baadhi ya wabunge nchini Marekani wameweka wazi kwamba lazima wamweleze ukweli rais wa Marekani Donald Trump kutokana na kile anachokifanya huko Venezuela. Serikali ya Washington imekuwa ikishadadisha mashambulizi dhidi ya vyombo vya majini sambamba na kuzidi kujizatiti kijeshi karibu na Venezuela, na kuibua shaka kwamba lengo la hatua hizo linaweza likawa ni kupanga vita vingine vya kubadilisha utawala kwa nguvu za kijeshi dhidi ya serikali ya mrengo wa kushoto wa Maduro. Katika kipindi cha miezi kadhaa ya karibuni, Trump amesisitiza mara kadhaa kwamba siku za rais wa Venezuela zinakaribia ukingoni. Hata hivyo, kupitia ukurasa wake wa Truth Social ameandika kwamba Marekani imepeleka wanajeshi wake kwa wingi pamoja na vifaa vya kijeshi kuzunguka Venezuela, na kwamba Venezuela haina namna ya kuweza kujitetea dhidi ya Marekani. Hii ni katika hali ambayo kupitia taarifa rasmi iliyotolewa Jumanne jioni, makamu wa rais wa Venezuela Delcy Rodriguez amesema nia hasa ya Marekani ni kutoa mafuta, ardhi na madini ya Venezuela. Hata hivyo, Bi Rodriguez amesisitiza kwa kusema Venezuela haitakuwa tena katu koloni la dola kuu au dola lolote la kigeni. Itapambana kwa njia zote kuhakikisha watu wake wanaishi kwa amani na kutumia rasilimali zao zilizopo katika taifa lao. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ikiwa bado hujafanya hivyo. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.